Hello. Hello madam, habari? Salama, habari za leo? Salama madam, naendeleaje? Tunaendelea vizuri, mnaendeleaje nyie huko? Tunaendelea vizuri pia, tunamshukuru Mungu. Eti. Mambo yanaenda vizuri kabisa. Miezi mitatu sasa natimiza kesho. Ndio. Mnaendeleaje na dada? Tina naona yuko vizuri. Nizamu yake iko vizuri. Na ndo kikubwa hicho. Yaani nizamu yake ni nzuri. Yaani hata mimi saizi namba moja naangalia nizamu kwanza. Yaani yuko vizuri, ni mdada msikivu, namuelewesha hiki. Yaani yuko vizuri kwa kweli. Nidhamu yake iko vizuri, sijaona mabadiliko kwa kweli. Anachapa tu kazi zake vizuri. Hana shida. Hana shida kabisa. Namkuta ameshaandaa chakula, kila kitu. Nyumba anajitahidi, usafi. Nidhamu iko vizuri, ana adabu tu kabisa. Okay. Sijaona tatizo kila. Sawa. Na kwenye majukumu yake mengine kama hivyo unasema anafanya tu vizuri kwenye kupika? Kwenye kupika yuko tu vizuri, anajitahidi, hata ukimwelekeza hiki anafanya. Anapika kwa wakati. Hata ukihitaji pengine labda kuna siku ninazokuwa nina baki mara moja nyumbani, labda Jumapili, namwambia nahitaji kunywa chai saa 1, wewe umeshaweka mezani. Kabla hata ya saa 1 anakutumia ujumbe, mama tayari. Jamani. Anajitahidi jamani, siwezi kumsema wakati naona kabisa kwamba anajitahidi, hapana. Kama kuna sehemu amefanya tofauti, naambia hapa vipi, nasema sawa mama, nimekuelewa. Na kweli anapofanyia kazi, ukirudi unakuta amesharekebisha vizuri. Yuko vizuri. Okay. Na kwa mwenye malezi? Kwenye malezi na penyewe anajitahidi. Kama mara nyingi watoto washindi kule nyumbani. Anashinda tu peke yake kwa kweli, lakini huo muda ambao watoto wanakuwepo labda weekend. Jumamosi na Jumapili Jumamosi huwa namwacha huyu mdogo mara nyingi. Ili niona, lakini nikija tu nikimuuliza vipi Batina labda alikuwa anakufokea. Nasema hamna mama, hajanifokea. Amenipa hadi simu yake nicheze game. Sawa. Kwa hiyo yuko tu vizuri. Sijaona tatizo. Okay. Sijaona tatizo, anajitahidi sana bwana. Sawa madam. Basi sisi tunashukuru sana. Nimepiga tu kujua huo utendaji wake wa kazi, nidhamu yake. Tuendelee kuona. Kwa hiyo tukiongea naye labda tumwambie aboreshe nini unadhani? Tukiongea naye aboreshe tu labda usafi. Usafi kwa mazingira ya nje. Ya mle ndani mle. Kwa maana ya kufagia. Labda kwenye madirisha. Sawa. Kwenye madirisha, lakini tu kiufupi anajitahidi sana. Manake unajua kuna mtu anafanya labda unakuja kuona labda kuna kasoro, ukimwambia ukirudi unakuta haipo, ina maana sitaki kwamba hawezi. Anafanya, lakini unapoona labda kuna sehemu labda kuna utandu, mfano juzi namwelekeza hapa hivi, lakini niliporudi nikaangalia ameshafanya. Yuko tu vizuri, yuko na furaha, yuko vizuri. So yule unayemwambia afa ananuna, unajua kuna watu ambao hawataki kuambiwa. Ananuna alafu afanye, lakini huyu hapana. Kwa huo muda ambao tuko naye, ukimwelewesha hapa hivi tena hujafanya. Haya mama anafanya, nikirudi na mimi napitia pale ili nione amefanya. Lakini unakuta amefanya nini? Amefanya na yuko tu na furaha hivyo. Kingine labda anakuwa anapoa sana yani. Hadi jana nikana naambia, "Tuna mbona kama huko?" Mbona hata uongei una vipi? Anakuwa mpole sana.
Nikamwambia mbona umepoa sana wakati mimi ndo nimerudi saa hizi. Na ndio jana tunaongea kidogo hapa mezani. Maana mimi na kawaida ya kula pamoja, napenda hivyo. Nikisharudi tunakaa pamoja tunakula. Sasa pale ndo muda tutaongea mawili matatu vipi na nini, tunacheka pale, tunaomba, tunaenda kila mtu kulala. Hivyo. Sawa. Jana tu nilimwambia tena, mbona umepoa sana, mbona kama haupo, mbona tuoni yani unaongea unafanya nini? Amna. Akacheka tu, mama amna. Basi sawa. Sema ana nature tu pia ya upole fulani. Ila yeye ni mpole, ndio maana nakwambia hivi, sijaona shida yake jamani. Tumeshaka na dada wengi tunajua tu. Tunajua kabisa, lakini tena hapana, nidhamu anayo sana. Sioni anavaa vibaya, ana adabu. Akisikia tu tunafungua geti anakuja, anatupokea, anatusalimia kwa adabu. Bado anapiga magoti mpaka leo. Kuna watu wanakujaga wanaigiza siku mbili tu. Mimi nawaangalia, mume wangu anasema uje tumwangalie kikisha yuko hivi. Lakini mtu anapiga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, anakusalimia kabisa, au hivyo anashukuru kama kula na nini. Wiki moja tu ameacha. Lakini huyo anaendelea mpaka leo. Yaani tukiingia tu anatoka hata kama yuko ndani. Anakuja na nipokea mizigo nilionayo. Ananisalimia kwa adabu mimi na mume wangu. Tunaingia, anatukaribisha chakula. Hivyo yani kwa kweli. Yuko tu anajitahidi. Haya maua yake. Sisi tumempenda sana. Sawa, na sisi tuendelea kumsisitiza, nikiongea naye tu hayo mazuri yake aendelee kuyaboresha, aendelee kuongeza thamani. Unaona ndo thamani yenyewe wewe hapo unavyoielezea. Unaona kabisa mtu. Kwa kweli. Ongea naye pia na yeye. Sawa madam. Hamna shida, nitaongea naye kama akisema kuna changamoto nitakurudia tu kukuambia, lakini mara ya mwisho niliongea naye aliniambia yuko sawa, kila kitu kiko sawa. Sawa, hamna neno, nashukuru sana. Sisi mabosi kikubwa unajua tunahitaji tu huduma. Sisi tukishapata huduma nzuri hata tunaga shida sana wengine. Peace of mind, yani hiyo amani ya moyo wako tu uwe nayo basi. Nyumbani kwako unajua unamlipa mtu anafanya majukumu yako. Yaani si unataka msaada wa majukumu yako nyumbani. Sio tena unakuwa na mtu lakini bado haujapata solution ya shida yako. Ni kweli. Hivyo tu ndugu yangu. Haya madam, asante sana, basi nikutakie siku njema na kushukuru sana kwa kunipatia huu mrejesho. Asante. Nilikuwa nafuatilia clip ndo nikaona mambo yalofanyika na yule mdada, nikasema yani wadada wanapokuja kutafuta wanakuta lakini ndio hivyo wanavyokuaga wadada wanavyokujaga hapa mara ya kwanza wote ni malaika wanyenyekevu. Unawapatia sehemu nzuri ya kujikimu, unawatengenezea mshahara mzuri, lakini bado wanakuwa hawajielewi. Ndio hivyo sasa, inakuwa changamoto kweli. Lakini sasa hivi na huu mzuri mlionao wataeleweka tu. Kabisa. Alafu kingine nilipenda kila ulichoongeza, hata siku ile nilikwambia. Hii ya kutuma mara ngapi kituoni? Mara 4 tunatuma. Hizi dhamana zilizoongezwa. Yaani hapo naona pia patasaidia sana. Haya, nashukuru ndugu. Haya madam, asante sana, nikutakia wakati mwema. Asante pia. Asante sana kwa kufuatilia. Huwa najisikia vizuri sana mimi. Asante sana madam, ndo kazi zetu. Tunataka mpate hiyo peace of mind jamani, mpate huduma nzuri. Mnalipa hela nyingi sana. Ni kweli, tena kama sisi wa mbali. Haya, nashukuru. Haya madam, asante sana. Yaani sasa hivi sina wasiwasi, hata nikisafiri sasa hivi hamna shida. Haya madam. Najua nina mtu ambaye yuko vizuri nyumbani. Lakini nilishindwa hata kusafiri kabisa. Pole. Haya, nashukuru. Haya, asante sana. Asante. Haya, bye. Haya. Hello, habari? Salama dada, shikamoo. Marhaba, unaendeleaje?
Naendelea vizuri chini huko. Yupo salama. Hongera, miezi mitatu hiyo ishaisha. Miezi mitatu tumeisha. Naona naendelea zako vizuri. Naendelea vizuri. Kuna changamoto yoyote? Hamna changamoto. Hamna. Nimeongea na madam. Anasema bado unaendelea kufanya vizuri sana, yaani kiufupi wamekupenda. Unajua majukumu yako na unayafanya. Nidhamu yako bado umeendelea kumaintain, ipo vizuri, kwa watoto uko vizuri, usafi, yaani kiufupi majukumu yako unayafanya kwa wakati na unayafanya kwa ubora. Sasa kuna vitu vichache tu ambavyo unapaswa kuviboresha. Mfano kwenye usafi, mazingira ya nje kama madirisha kwa nje, naona ndio vitu ambavyo unakuwa unajisahau kuviweka kwenye ratiba zako. Una ratiba? Sasa ndio uweke kabisa ratiba vizuri, isionekane gap. Yaani kwamba siku nyingine unaonekana usafi wa kila siku unaufanya vizuri, lakini kuna ule buibui, si maeneo yenye buibui, si maeneo yenye kama hivyo madirisha kufutwa vumbi. Yaani yale maeneo ambayo yanahitaji ule usafi, deep usafi, uhakikishe na yenyewe pia wewe unayakumbuka, usijisahau sana. Lakini pia wewe unachangamka jamani. Wewe ni mpole ndio, lakini upole usizidi. Usioko natamani angalau ile customer service ile uwe nayo, customer care. Mbona nipo tu vizuri? Usiwe mpole sana. Sawa kwa hiyo hakikisha angalau kuna ile namna fulani unawapokea, hiyo ni customer service. Yaani unawapokea vizuri, ameshasema kwamba wakijaga unawapokea, namna unavyowasalimia, namna unavyowauliza unavyosalimiana nao, yani kujua wanaendeleaje, wanataka nini, unafanya vizuri sana. Kwa hiyo ni hapo tu, usiwe mpole kupitiliza. Yaani anatamani angalau uwe unachangamka. Sawa? Sawa. Ukichangamka hata watoto pia watakufanya kuwa rafiki. Vinginevyo endelea kuboresha. Yaani hizo sifa anazokupa kwa kweli hizo sasa ndio hela. Ujue kabisa hivyo ambavyo unafanya vizuri, kesho na kesho kutwa huwezi jua watu kama unakutana nao pia unapata fursa nyingine. Sio hivyo tu, hiyo ndio thamani ya kazi. Wewe unajisikiaje unalipwa na mtu ambaye anafurahia huduma unayomfanyia? Ujisikii amani ya moyo. Ndio hivyo. Kwa hiyo endelea kuyaboresha hayo, kufanya zaidi, kila siku ongeza thamani kwenye unachokifanya, kwenye majukumu yako, kwenye kutoa huduma. Sawa? Sawa. Haya, asante sana. Asante pia. Haya, nikutakia majukumu mema, siku njema. Haya, asante, bye.